tumefika hapa katika eneo hili la Nyamhongolo, mtaa wa Bupumula, wilaya ya Ilemela. Tumefika tukiwa tumeongozana na maafisa na askari, lakini na viongozi mbalimbali wa mtaa na kata. Tumefika kufuatia taarifa ambayo tumeipokea kutoka kwa wananchi kwamba kuna mtu mmoja ambaye amekuwa akiendelea na ujenzi katika eneo hili, ujenzi ambao hauna vibali, lakini wakawa na mashaka na ujenzi unaofanyika katika eneo hili. Kufuatia taarifa hizo, jeshi la polisi tulifika jana mara moja kwa lengo la kuja kufanya uchunguzi zaidi. Baada ya kufika hapa, tulibaini kwamba eneo hili ni mali ya mtu mmoja ambaye anaitwa Evans Mbeka Bisesagu. Yeye ana umri wa miaka 47. Kazi yake ni mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi katika maeneo ya Igoma na Rwagasore, lakini pia anaishi hapa katika mtaa wa Nyamhongolo, eneo la Nyamhongolo, mtaa wa Bupumula, wilaya ya Ilemela. Na eneo hili amelipata takriban zaidi ya miaka mitatu sasa au minne hivi amekuwa akilimiliki. Bwana huyu ambaye anaishi hapa akiwa na mke wake, lakini pia na watoto, anao mji, ana nyumba moja ambayo imekamilika kwa juu kama inavyoweza kuonekana hapa, na ujenzi mkubwa unaendelea huku kukiwa na nguzo kadhaa zinazoonyesha kwamba pengine bwana huyu anaendelea na ujenzi mkubwa, lakini pia ujenzi unaohitaji gharama kubwa kwa sababu ya vyumba vingi na vinahitaji kushikizwa vizuri kwa sababu ya kuweka uimara. Baada ya kuona hali hiyo, tukamuuliza mtu huyu kuhusu vifaa vibali vya ujenzi. Katika uchunguzi tuliofanya, tulibaini kwamba hana kibali chochote cha ujenzi. Hata hivyo, na mamlaka za kiserikali hazikuwa na taarifa yoyote kuhusiana na ujenzi unaoendelea katika eneo hili. Sasa ilibidi tulikague kwa kina ili eneo kuona hasa anajenga kitu gani. Tumebaini kwamba ujenzi huu ulianza mwaka 2022, lakini jengo lina vyumba 15, alivyo design litakuwa na vyumba 15 kwa juu, lakini chini bwana huyu ameweza kutengeneza mahandaki. Kuna jumla ya mahandaki 6, lakini katika hali ya kushangaza mahandaki haya 6 yamekuwa yakijengwa kwa siri kubwa sana, na ujenzi wake umekuwa ukifanyika wakati wa usiku na kwa siri kubwa sana, kiasi kwamba hakuna mtu anayefahamu kwamba kuna ujenzi wa aina hiyo ulikuwa unaendelea. Lakini hata hivyo, mahandaki hayo si salama. Ina maana kwamba hata wale waliokuwa wakijenga walikuwa wanafanya ujenzi katika mazingira ambayo ni hatarishi. Si salama kwa maana kwamba yale mahandaki yamejengwa baadhi ya maeneo hasa ya juu hayana zege imara kwa ajili ya kuzuia udongo kuporomoka. Kwa hiyo mahandaki hayo pia sio salama. Lakini mahandaki makubwa kiasi cha watu kwenda kule kukaa na hata kufanya shughuli zao, kwa sababu tumekuta ndani humo kuna viti, jambo ambalo linaashiria kwamba kuna wakati ambapo kuna watu huingia na kufanya shughuli za kibinadamu kule chini kwenye hayo mahandaki. Hata hivyo, tumegundua kwamba amekuwa na taarifa zisizoeleweka. Hata alivyokuwa akiulizwa na mamlaka mbalimbali za kiserikali katika eneo hili na jeshi la polisi, tumemhoji, amekuwa na taarifa nyingi. Mara anasema anajenga nyumba kwa ajili ya kuishi na hayo mapango ni kwa ajili ya kuishi, lakini amekuwa na maelezo mengine kwamba anajenga nyumba kwa sababu ya shughuli za ibada. Sasa kutokana na utata huo wote kwamba anafanya ujenzi bila kuwa na hati za ujenzi na mamlaka za kiserikali hazina taarifa, hatujaweza kuona hata ramani ya ujenzi wenyewe, hatujaweza kuona hata fundi mkuu, na namna ambavyo ameyaweka na kuyajenga hayo mahandaki, tumetia shaka katika jicho la kiusalama kwamba lengo la bwana huyu
ni nini, anajenga haya mahandaki kwa ajili ya nini. Kwa nini asijulishe mamlaka zinazohusika ili zikafahamu jambo hili linaloendelea hapa? Sasa kwa mashaka hayo tumeweza kumkamata yeye Evans Ndeka Bisesago akiwa na hawa ni vibarua ambao alikuwa akisaidizana nao katika shughuli za ujenzi hapa. Mmoja anaitwa Ngasa Kasuka, watatu anaitwa Amadi Juma Kashinje, na mafundi wengine ambao wamekuwa akishirikiana nao katika ujenzi huu. Wote wanatafutwa na yeye mwenyewe ataendelea kuhojiwa ili kubaini ni kwa nini alikuwa anafanya ujenzi huu na kwa nini alikuwa anaufanya kwa siri na kwa nini hakupata vibali kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini pia tumeweza kufuatilia eneo hili, pia ujenzi ulikuwa ukifanyika hapa. Huyu ndugu ana vibali, ana hati za umiliki wa kiwanja hiki. Sasa tunamchukua kwa ajili ya kumhoji, na mahojiano hayo yatashirikisha mamlaka mbalimbali za serikali ili kuweza kujiridhisha na mambo ambayo alikuwa akiyafanya hapa, hasa ukitilia maanani kwamba ni jukumu letu sisi jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuwa salama katika maeneo yao. Asijitokeze mtu yoyote akafanya shughuli ambazo hazieleweki na mwisho wa siku zikahatarisha hali ya usalama wao pamoja na mali zao. Lakini pia nizitahadharishe mamlaka mbalimbali za kiserikali katika eneo hili kwamba hazina budi kufuatilia kwa kina watu mbalimbali wanaoingia katika maeneo ili kujiridhisha na mienendo ya tabia zao, hasa katika swala zima la kiusalama. Lakini pia ujenzi wote unaofanyika katika hii mitaa ni lazima mamlaka zinazohusika zihakikishe kwamba vibali vya ujenzi vinafuatiliwa, na kama vitaonekana mtu ana vibali vya ujenzi basi lazima asitishiwe ujenzi. Majina yangu naitwa Safia Mkama, ni diwani wa kata ya Nyamongoro. Juzi alikuja mzee mmoja ambaye ni jirani yake na huyu Ndeka nyumbani kwangu jioni, akaniambia jirani yangu amekata mti wangu, lakini pamoja kukata mti wangu amechimba mahandaki makubwa. Kwa mimi nilishtuka. Niliondoka nyumbani nikaja na huyo mzee. Nikakuta mti umekatwa hapo wa mwembe, lakini na haya mashimo makubwa. Binafsi nilishtuka sana kwamba haya mashimo ni ya nini. Nikampigia mtendaji. Ilikuwa ni jioni, nikamwambia mtendaji, kesho asubuhi kuna mzee ana malalamiko, naomba aje umsikilize. Lakini pia kule nimefika kuna changamoto ya mashimo makubwa sana. Kwa hiyo jana mimi yule mzee nikampigia simu kwamba nenda kwa mtendaji wa kata akakusikilize. Akawa amekwenda. Bahati mbaya nilikuwa na msiba, nikaenda msibani. Kwa hiyo mtendaji kama amemsikiliza, lakini wamekuja huku naye akawa ameshangaa. Ndio ikabidi aite sasa vyombo vya polisi na watu wengine kuja kuangalia ile tukio. Kwa kweli tukio ni kubwa na linatisha kwa kweli. Kiusalama si vizuri kabisa. Nilimuuliza vibali akasema ameshaanza kufuatilia, lakini pia nilitoa kwenye mamlaka ya wanaohusika na vibali, walifika hapa na wakamwandikia asiendelee na ujenzi. Sasa hiyo jana, sasa baada ya kuwa tumefika hapa tukaangalia eneo lote, bahati nzuri tukakuta vibarua baadhi walikuwepo hapa wakiondoa mchanga huko chini. Ndipo sasa tukaona sasa tuingie mle kwenye lile eneo tuangalie kuna nini. Tulimchukua bwana Ndeka na huyo Juma tukaenda nao ofisini, tukapata maelezo, akaulizwa na afisa mtendaji kwamba una kibali? Akasema kibali sina. Kwa akaambiwa usiendelee tena na huu ujenzi kwa sababu hauna kibali na tujui unachokifanya mle. Lakini baada ya hapo tena tulirudi kwa sababu tulikuwa tunabishana nani ataingia mle, kuna mazingira yapi. Tuliporudi sasa, nishukuru mtendaji alipiga simu katika sehemu zingine ambazo sasa za kiuongozi zaidi. Tulikuja hapa na OCD, ndipo sasa tukaingia mle ndani. Tulibaini kuna uchimbaji uliofanywa chini. Kuna vitu vimeandaliwa kama vile sasa ni sehemu ya mapango mle, tuseme kama handaki, ambavyo vina vyumba zisizopungua kama 6. Kwa sasa hicho sasa kilitupa sasa wasiwasi, kuna nini, anaandaa nini humu. Na baada ya hapo sasa
Kwa kweli tushukuru jeshi la polisi limefanya kazi yake ambayo iliyotukuka, na mpaka sasa wakaanza kumhoji. Nafikiri katika utaratibu husika ambao uliopo hapa, mpaka sasa hatujagundua ni nini ambacho anachokiplani katika huku chini. Mimi kwa majina naitwa Swema Zefania, ni mkazi wa mtaa huu, mtaa wa Bupumula. Naishi hapo mbele hapo. Kwa hapa kwa kweli nilikuwa sijui kinachoendelea, ila jana ndo nikaona taharuki, watu wanasema kuna handaki pale, kuna handaki pale. Ndo nikafika nikaangalia. Nimeangalia kiukweli huu ujenzi unahatarisha hata maisha ya majirani. Ili handaki ikitokea kwamba limeshuka halafu na hili shimo, haya mazingira, tuna watoto wanaweza wakadumbukia mle, au kupitia mahandaki haya tukakaribisha watu ambao sio. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.